Miongoni mwa wale ambao wanaiwezesha Yanga, mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, kuwa na rekodi ya ukuta imara kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa ni mchezaji wa kimataifa wa Tanzania. Awali alikuwa wagine, Mohamed Damaro Kamara. Yeye ni kiungo wa ukabaji. Katika mfumo wa Yanga wa kucheza, huyu Mohamed Damaro Kamara ni katika wale double pivot. Mara nyingi katika mfumo wa kocha Pedro Gonçalves, kwenye kupanga kwake huwa ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo ile ukabaji, viungo tatu ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Yeye huwa anapatikana katika hawa wawili. Mohamed Damaro Kamara, mchezaji ambaye hivi karibuni alipata uraia wa Tanzania kwa tajnis. Yes, kwa maana ya kwamba hapo awali alikuwa ni raia wa Guinea, nchi alikozaliwa, lakini hivi sasa yeye ni raia wa Tanzania. Na kwa sababu hiyo Yanga wamenufaika kwa kumsajili ikiwa ni sehemu ya wachezaji wa Tanzania na sio mchezaji wa kigeni. Walimsajili wakati wa usajili wa dirisha dogo akitokea katika klabu ya Singida Black Stars, ambako huko ndiko alikobadili uraia na kuwa Mtanzania. Na Yanga walipompata katika usajili huu wa dirisha dogo wamekuwa wakinufaika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Mohamed Damaro Kamara akicheza vile vile katika mfumo wa baada ya golikipa, kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, yeye huwa ni miongoni mwa hawa viungo watatu, lakini jukumu lake kwa kiasi kikubwa likiwa ni katika uzuiaji mara nyingi, ingawa kwenye kujenga mashambulizi kutokea eneo la kati yuko vizuri. Guu lake lenye nguvu zaidi la kulia. Damaro Kamara, miongoni mwa sifa zake, mbali na kuwa anashiriki katika ubunifu, lakini huwa ni mwepesi katika kuungana na walinzi wao hawa wanne, hasa walinzi wao wakati. Tunazungumzia beki 4 na beki 5, walinzi wakati. Yani pale wanapocheza Bakari Nondo Mwamnyeto, pale wanapocheza Frank Asink, Dickson Job, lakini pia Ibra Baka. Yeyote wanaocheza miongoni mwa walinzi wawili wakati, basi yeye huungana nao katika kutekeleza majukumu ya kiulinzi kama wanavyoungana na wachezaji wengine fullbacks wao wa kulia na kushoto, kuhakikisha Yanga inakuwa salama. Golikipa wao Djigui Diarra, Abu Twalibu Msheri, Hussein Masalanga hawafikiwi. Na kwa kiasi kikubwa kwenye kucheza kwake huwa yeye ni miongoni mwa wale ambao huwa anamaliza shughuli kabisa za kiufundi eneo la kati, kukata shombo, kiungo mkata umeme, kwa maana kwamba wakati mwingine hucheza follow za kimbinu kuhakikisha lango lake halifikiwi kama nilivyotoka kueleza. Kwa sababu hiyo tangu Yanga wamsajili wakati wa usajili wa dirisha dogo, akitokea Singida Black Stars alikokuwa amecheza mechi 3, ndani ya Yanga tayari ameshacheza mechi 8. Kwa ujumla msimu huu ameshacheza mechi 11. Lakini akiwa Yanga kwenye mechi hizi 8 ameshacheza kwa dakika 426, na hivyo kwa kiasi kikubwa kuchangia katika idadi ya mechi nusu ya mechi zote za Yanga. Maana Yanga mpaka sasa ameshacheza mechi 16 za ligi kuu Tanzania bara. Yanga wako kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na point 38, lakini Yanga ndio timu ambayo imefunga mabao mengi zaidi. Kwenye mabao Yanga mpaka sasa imeshafunga mabao 32 na ndio timu inayofunga mabao mengi sana. Lakini Yanga wamesharuhusu mabao 3, kwa maana kwamba ndio timu inayoongoza kwa ukuta imara zaidi bila kujali idadi ya michezo, kwa sababu kuna timu nyingine kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu unaoendelea 2025-26 wamecheza mechi nyingi zaidi. JKT Tanzania wamecheza mechi 17, lakini kuna nyingine zimecheza mechi chache. Watani wa jadi wa Yanga kwa maana Simba wamecheza mechi 14. Lakini pamoja na michezo kwa tofauti, Yanga kuruhusu mabao 3 ndio timu yenye ukuta imara zaidi, kwa sababu mechi 16 walizocheza tunazungumzia dakika 1440, kwa maana dakika 90 mara 16. Kwenye dakika hizi kuruhusu mabao 3, maana kwa wastani wapinzani wa Yanga huhitaji dakika 480 ili kufunga bao moja dhidi ya Yanga, rekodi ambayo inaifanya iwe imara zaidi msimu huu katika kuzuia, kwa sababu msimu uliopita mechi 30 za ligi kuu Yanga waliruhusu mabao 10. Kwa lugha nyingine mechi 30 tunazungumzia dakika 2700, maana ni 90 dakika kwa mechi moja mara 30, dakika 2700 kuruhusu mabao 10. Yanga msimu uliopita wakati wakitoa ubingwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara kwa wastani walikuwa wakiruhusu bao kila baada ya dakika 270, lakini leo hii dakika 480 ndipo wanaruhusu bao. Sababu mojawapo ni pamoja na uimara katika eneo lao la kiungo. Wanaopata nafasi ya kucheza eneo la kiungo Zuka Abuya, Mudathia Abbas, wakati mwingine Maxim pia Nzengeli ambaye ni kiungo ushambuliaji kutokea pembeni, lakini anaweza kucheza katika eneo la kati, na wengineo ndani ya Yanga
wamesaidia kwa kiasi kikubwa kuungana na walinzi wao akina Kwasi Atula yao, Kibwana Shomari, akina Israel Patrick Mwenda, Shadrack Isaka Boka, Mohamed Hussein Shabalala kwa muundo tofauti tofauti na makipa wao kuhakikisha wanakuwa salama, na ndio maana wanakuta imara ule. Mohamed Damaro Kamara ameifanya Yanga iwe imara zaidi akiungana na hao waliotoka kuwataja, kwa kuzingatia kwamba amesajiliwa dirisha dogo lakini tayari ameshacheza mechi 8. Ni kiwango cha juu cha ushiriki kwenye kikosi cha kocha Pedro Gonçalves. Ni kweli Yanga mpaka sasa kwa vigezo vyao wenyewe kwa msimu uliopita hawajafikia, kwa sababu msimu uliopita walipocheza mechi 16 Yanga walikuwa na pointi 42, lakini leo hii wana pointi 38. Lakini Yanga wameimarika zaidi katika eneo la kiulinzi, kwa sababu msimu uliopita baada ya kucheza mechi 16 walikuwa tayari wamesharuhusu mabao 6. Leo hii wameruhusu mabao 3. Sababu moja hapo ni pamoja na Mohamed Damaro Kamara. Mengi anazungumzwa hivi karibuni, hasa kuhusiana na namna ambavyo alibadili uraia wake, lakini kimsingi taratibu zote zilifuatwa za nchi, na ndio maana Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kupitia idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikieleza namna ambavyo Mohamed Damaro Kamara ni miongoni mwa wachezaji ambao waliomba uraia na wakaupata kwa taratibu zote, na hivyo anacheza Yanga akiwa kama Mtanzania, na kwa kiasi kikubwa Yanga wananufaika naye kwa sababu ya hiki tunachotoka kukiona. Wako juu kileleni kwa pointi 32, wanaowafuatia ni wekundu wa Msimbazi Simba, watengeneza wa jadi ambao wana pointi 31. Azam wana pointi 29, lakini Simba wana mechi 2 mkononi. Endapo watashinda zote mechi hizo za viporo watafikisha pointi 37, bado hawatafikia Yanga ambao wana pointi 38. Msimu uliopita Simba nao mechi 16 walikuwa na pointi 43, pointi 1 zaidi ya Yanga, lakini msimu huu wamezidiwa pointi 1 endapo watashinda mechi zao za viporo mechi 2. Na licha ya kutekeleza vyema jukumu la kuzuia, kama nilivyotoka kueleza awali, kwenye timu inaposhambulia yeye ni miongoni mwa wale ambao eneo la kati wanabadilika kutoka kuwa na majukumu ya kuzuia na kuwa mbunifu kwenye kutengeneza fursa za kufunga, kwa maana kutoa pasi zile zinazorahisisha mwenendo wa shambuliaji wao akina Prince Melo Dube, Laurindo Depu, Peodo Pacome Zouzoua na wengineo wakati wanakwenda kushambulia. Na mpaka sasa tayari ameshafunga bao 1 katika mechi 11 alizocheza, kwa maana 8 akiwa na Yanga, 3 akiwa na Singida Black Stars. Tayari ameshafunga bao 1 kudhihirisha kwamba anapopanda anakuwa na madhara pia kwa wapinzani, ingawa majukumu yake mara nyingi huwa ni kuhakikisha anaungana na walinzi wakati wa timu anayochezea kwamba wanakuwa salama, kwamba hawakumbani na mashambulizi ya kujibu kutoka kwa wapinzani. Je, itakuwa vipi? Mohamed Damaro Kamara ataendeleza kile anachokionyesha sasa ndani ya Yanga, kile ambacho ameshakionyesha akiwa na Singida Black Stars, kuwawezesha Yanga kutoa tena taji la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara? Na vipi kuhusu kombe la shirikisho la benki ya CRDB? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.